Kwa ukanda wa Afrika Mashariki story kubwa ni uchaguzi wa Uganda ndio. Kampeni zinaendelea. Zinaendelea na ni kama tayari umeshajigawa ni uchaguzi wa watu wawili. Yani, kwenye mitazamo ya kawaida kabisa umeshagawanya hiyo usikii wagombea wengine zaidi ya Robert Kyagulanyi, Bobi Wine pamoja na Yoweri Kaguta Museveni ambao ndio wamekuwa kwa miaka hii hivi karibuni wamekuwa wakichuana kweli kweli. Mmoja ambaye labda angetarajiwa naye angekuwa na upinzani mkali yupo gerezani. Yupo gerezani Kizza Besigye. Yupo kule, lakini Robert Kyagulanyi maana ya Bobi Wine pamoja na rais wa taifa hilo ndio wanaonekana kuwa kwenye upinzani mkubwa. Mikutano ya Bobi Wine ni kama inaanza kutupa ile picha ya siasa mpya. Mageuzi mapya ya siasa za Afrika hii. Siasa ambazo zinahudhuriwa sana na vijana. Na sio vijana tu, vijana wa aina fulani, wa rika fulani. Tazama mikutano ya Bobi Wine, unaona picha ya kichwa ambacho tunakiona mataifa mengi Afrika. Yes, ni mazingira tofauti ya kisiasa kwanza ambayo vile Uganda wanapitia. Kama vile ambavyo mazingira tofauti ya kisiasa ambayo inapitia katika nchi mbalimbali za Kiafrika. Uwepo wa vijana kama kundi la msingi ambao limekuwa sehemu ya kushiriki kwenye mifumo mbalimbali ya kisiasa. Kwa hiyo Bobi Wine kumtazama kwa historia yake ni kijana, lakini kumbuka ni mwanasiasa ambaye anahusishwa au anajihusisha na masuala mbalimbali ya kisanii. Kwa sasa ni aina ya viongozi ambao wanawakilisha kizazi kipya cha viongozi. Kwa hiyo sauti za vijana nchini Uganda, watu ambao vijana wamekuwa wakimkimbilia, wakimsikiliza, unahisi kabisa kwamba ni sauti yao ambayo wanatamani katika ile nyanja nyingine au mwanzo mwingine wa kisiasa nchini Uganda. Kwa sasa hapo sasa ukitazama sasa ndio inaingia na unaweza kusema ushindani mkubwa na mpinzani wake Rais Museveni ambaye ukitazama amekuwa ni kiongozi ambaye ameweza kuiongoza Uganda tangu mwaka 1986. Kwa sasa ukitazama uchaguzi wa Uganda, nimeona jana kulikuwa kuna mdahalo wa wagombea wanne ambao wanashiriki katika uchaguzi. Ni watatu walifanya mdahalo, mzee Museveni hakuwa katika sehemu ya mdahalo. Na jana kusikiliza mdahalo wamezungumza masuala mengi, masuala ya kiuchumi na masuala ya vijana, masuala ya haki za binadamu, masuala ya utawala bora, kwa mfano namna ambavyo Uganda sasa waweze kutumia rasilimali zao na jiografia yao kuweza kuhakikisha kwamba waweza kufaidisha watu wa Uganda. Kwa sababu kutazama kama vile ambavyo hoja zao za kisiasa, kama vile ambazo wanavyozungumza mambo wanasiasa mbalimbali katika nchi za Kiafrika, masuala kwa mfano ya ajira, masuala kwa mfano ya haki za kibinadamu, haki za watu, utawala bora. Kwa Bobi Wine ukimtazama kuwa sehemu ya hiyo debate, vile imeonyesha namna gani kiongozi ambaye sasa anaweza au anawakilisha hiyo taswira ya vijana. Kwa mzee Museveni, of course hauwezi kuzungumzia historia ya Uganda bila kuhusisha jina la mzee Museveni, kwa sababu yeye ukimtazama ni kiongozi ambaye tangu alivyoingia madarakani, tangu alivyokuwa msituni ukitazama, tangu alivyoshiriki vita kwa mfano ya kumuondoa Amini mwaka 1979 ukitazama, na vile tangu alivyoingia kwenye serikali kwa njia ya mapinduzi. Kwa hiyo ukimtazama ni kwamba historia ya Uganda kwa kiasi kubwa imejengwa kwenye mitazamo yake. Kwa sasa Bobi Wine anakuja kama sasa kuja na mwanzo mpya, kwa jamani ule mwanzo ambao tulikuwa tunaenda nao kwa miaka yote, twende na taswira nyingine ya kiuongozi. Lakini kwa Bobi Wine kimtazama vile ana symbolize au anawakilisha kizazi kipya cha viongozi vijana ambao sasa hawa ni vijana ambao wengi wamezaliwa miaka, kwa mfano kwa Bobi Wine yeye miaka 80, ambao anawashawishi kundi la miaka 90, miaka ya 2000 ambayo imekuwa ni kundi kubwa katika nchi ya Uganda. Kwa uchaguzi wao ambao utafanyika mwakani Januari 12 utakuwa ni uchaguzi ambao wa kuvutia zaidi katika ukanda wetu wa Afrika Mashariki. Ukiacha Tanzania ambayo imefanya uchaguzi mwaka huu hapa, wao ni Januari mwakani 12. Lakini tumeona vile kuna matamko mbalimbali ya kuhakikisha kwamba namna gani uchaguzi ufanyike kwa amani, masuala ya usalama, ili baada ya uchaguzi matokeo kutangazwa na mshindi kujulikana. Vile vile kuna surprise za kiuchaguzi imetokea nchini Uganda. Moja ni kauli ya Museveni kwamba anasema kwamba Bobi Wine amwachie kipindi chake ni cha mwisho, hata atamwachia baadaye. Lakini vile kauli za mwanae Jenerali Muhoozi ambaye amekuwa akitoa matamko mbalimbali ndani ya siasa za Uganda hata kwa majirani wa Afrika Mashariki. Kwa hiyo
uchaguzi wao ukitazama ni uchaguzi ambao umekuwa ukivutia kwa sababu unahusisha familia ya Museveni, kundi la vijana, mwanasiasa mashuhuri Bobi Wine na mtazamo mpya wa siasa katika nchi ya Uganda. Sio mara ya kwanza kwa Bobi Wine kujaribu tupa karata yake kwenye nafasi kubwa ya urais Uganda. Inavyoonekana ukitazama kampeni za uchaguzi uliopita na alivyofanya na mwaka huu ni kama anabadilika. Anaongezeka ile morali inaongezeka. Watu pia unaona anapata uungwaji mkono unazidi kuongezeka. Inaweza kumpa picha ya hicho ambacho walao alikisema Museveni kwamba ngoja nishinde nitakuachia. Inaweza ikawa inatoa hiyo picha kwamba huenda tukamweza kumshuhudia kwenye nafasi ya urais. Yes, unajua ni kwamba siasa ni mfumo, ni mchezo ambao dynamic. Siasa inabadilika. Kwa vile vile hata wanasiasa vile wanatakiwa waweze kubadilika kutokana na mazingira na wakati. Kwa sababu unapofanya siasa unaenda kushughulika na maisha ya watu ambayo hawa watu, kumbuka, wana mtazamo tofauti, vipaumbele tofauti, mahitaji tofauti. Kwa hiyo kwa nini uchaguzi huu umekuwa na ushindani? Kwa sababu kuna mazingira tofauti ya kisiasa. Kuanzia ndani ya vijana ya Uganda wanatamani sauti mpya, wanatamani Uganda ije na kiongozi ambaye labda anawakilisha taswira yao. Lakini hiyo haitoi hitimisho kwamba yeye anaweza kama akaungwa mkono zaidi, kwa sababu hata ukitazama kampeni za Museveni nazo amekuwa akiungwa mkono kubwa na watu wengi, na ukimtazama yeye amekuwa akiungwa mkono na watu ambao wanaamini katika hizo siasa za kulinda misingi, kulinda utaifa, kulinda historia, kwa sababu wanafahamu kwamba wengi wa wapinzani katika nchi za Kiafrika wanaamini katika mtazamo mpya, wanaamini katika reform, katika mageuzi mbalimbali aidha ya kisheria au ya kisera au ya kikatiba. Huko Museveni anaamini katika kuhakikisha kwamba ile nafasi ya Uganda katika historia yake inaendelea kubaki. Ndio maana hata baadhi ya matamko yake ukimtazama amekuwa akiwalaumu kwa mfano wa koloni wasiingilie siasa za Uganda, amekuwa akiwatumwa wa koloni, na hiyo unaweza kaiona. Unajua kiongozi mtazame anavyozungumza. Hiyo unaweza kaiona namna gani tunasema speech zake, hotuba. Tulizungumza hapa wiki iliyopita kwamba hotuba ambayo alitoa alipokutana mwenzake Rais Ruto kipindi wanazindua kiwanda. Kwa vile vile sasa mtazamo Museveni ni mtazamo tofauti na Bobi Wine. Museveni anaamini atakulinda misingi, kulinda utaifa, historia. Lakini Bobi Wine anaamini katika mageuzi mapya ya nchi ya Uganda. Kwa sasa kifalsafa ni viongozi tofauti. Nani atashinda yategemea na mifumo ya kisiasa na ushawishi wa viongozi husika. Uchaguzi ni mwakani Januari 12. Kwa sisi tusubiri, na kampeni ndo zinapamba moto kwa kesho kutwa bado kama mwezi na siku kadhaa hivi kufikia uchaguzi. Kwa sisi tusubiri, sio mbali na majirani zetu. Kwa hiyo tuna jambo pia la kutazama huko kwamba wao wanafanyaje, wataishia wapi. Sasa kwingineko majirani zao pia